Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Online TV, tunakaribisha katika kipindi hiki maalum ambacho kinafanyika katika siku ya leo, tukiwa na mgeni wetu maalum katika siku ya leo, Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo. Baada ya muda mrefu wa kutokuonekana katika media na katika kazi mbalimbali za kidawa katika ardhi yetu hii ya Tanzania, leo tumepata bahati ya kuweza kumtembelea katika eneo lake, katika nyumba yake, makazi yake katika jiji la Dar es Salaam, katika mji wa Kigamboni. Tuna vitu vingi sana vya kuweza kuzungumza katika siku ya leo na kuweza kujua. Lakini kwa utambulisho tu kwa wewe mtazamaji wa Online TV hii ni kwamba tunapomzungumzia Sheikh Sharifu, tunamzungumzia Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo, kijana aliyezaliwa katika historia ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 1985, ambaye kwa asili yake inaonekana kwamba baba yake alikuwa ni askari polisi ambaye ametoka katika mifupa isiyokuwa ya Kiislamu. Baba yake hakuwa Muislamu na mama yake pia hakuwa Muislamu, na historia inaonyesha kwamba hata mama yake alipokuwa katika mazingira ya ujauzito, madaktari walithibitisha kwamba kile kilichomo katika tumbo ni kiumbe ambacho kimekwisha kufariki. Lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia akaweza kuzaliwa akiwa salama, kiasi kwamba watu hawakuweza kuamini, kwa sababu ilionekana kwamba mama yake ameparalyze, lakini pia na kile kiumbe kilichomo katika tumbo kilikuwa kimekwisha kufariki, ambaye ni Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo. Baada ya hapo akaingia katika ulimwengu wa dawa na akafanikiwa kuweza kusilimisha watu wengi, mamilioni na malaki, kuweza kuingiza katika Uislamu. Mtu wake wa kwanza kabisa ambaye alimuingiza katika Uislamu katika msikiti wa Tabora, pale msikiti mkubwa wa Tabora, alikuwa ni kaka yake Yusuf, ambaye sasa hivi marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu, ametangulia mbele za haki. Ndio mtu wake wa kwanza kuweza kumuingiza katika Uislamu. Baada ya hapo kukafuatia historia nyingi sana ya kuweza kutembea sehemu mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya ardhi hii ya Tanzania, lakini pia watu wengi wamepata nafasi ya kuweza kufaidika na mawaidha yake, lakini pia katika wakati wake kipindi hicho kuweza kufanya dua na kuzungumza na watu katika maeneo mbalimbali, na watu wakaweza kupata faida kubwa. Leo tunaye hapa Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo. Nimejaribu kuzungumza kwa muhtasar, lakini kama wewe ni mfuatiliaji mzuri basi utaweza kufahamu. Labda tuweze kupata nafasi ya kuweza kumhoji baadhi ya maswali na kuweza kumsikiliza katika kile ambacho tumekijia katika siku ya leo. Nafikiri kuna faida kubwa ambayo utakaipata hapa duniani na naamini vile vile na katika akhira yetu. Karibu Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo. Asante sana. Labda tuweze kujua kitu kimoja, kwamba sasa hivi katika tasnia ya dawa katika Tanzania yetu tunapozungumzia Sheikh Sharifu, wako wengi sana ambao watu wanatumia jina la Sheikh Sharifu, Sheikh Sharifu. Labda tutaka kujua kwamba hili Sheikh Sharifu kwako ni sifa, kwa maana ya sifa ya kuwa ni Sharifu, au ni jina kama jina ambalo hili ni la kwako kwa maana la kutambulishwa katika pasipoti na katika hali ya kawaida? Innal hamdalillah, alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd, Muhammadin ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi ghurri mayamin wa ba'd. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ujio wenu kufika hapa, na baada ya kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shekali, kama walivyoniuliza, Sheikh Sharifu ni jina langu. Mimi katika historia yangu nilibahatika kuingia msikitini nikiwa mdogo, baada ya kuilazimisha familia yangu, nataka kwenda msikitini. Basi marehemu mama yangu akamwamuru kaka yangu, huyu alikuwa akiitwa Marco kipindi hicho, lakini baadaye akasilima akaitwa Yusuf na ni marehemu, hebu mchukue huyu umpeleke huko msikitini kwao. Basi wakati kaka yangu amenibeba akasema ngoja nitembee na huyu mtoto, akishalala nirudi naye nyumbani, lakini akajikuta anapita maeneo ya msikiti wetu mkubwa Tabora ambao unaitwa msikiti wa Gongoni, msikiti wa Ijumaa. Basi mimi pale nikaruka kutoka katika mabega yake,
na nikaingia msikitini. Nilipofika pale nikatawadha, nikaingia katika msikiti pale, nikakuta watu washamaliza kusali. Kipindi hicho imamu wa msikiti alikuwa Sheikh Isa Mzee almarhum, alikuwepo Sheikh Salala pale almarhum. Ndio. Basi nikawaambia mimi nimekuja hapa, familia yangu nilikuwa naiambia sana inilete msikitini, ikawa inakataa, lakini leo namshukuru Mwenyezi Mungu nimefika hapa, na mimi jina langu naitwa Sheikh Sharif, japokuwa nyumbani walikuwa wamenipa jina la Fidelis. Kwa Sheikh Sharifu ndio jina langu likaanzia pale. Kwa jina langu mimi rasmi la pasipoti na kila kitu ni Sheikh Sharif, na Sheikh ni jina na Sharif ni jina. Ndio maana hata ukiangalia katika pasipoti yangu Sheikh Sharif inaandikwa kwa pamoja, alafu ndio nakuja Mikidadi Matongo. Kwa hiyo mimi jina langu yani Sheikh Sharif. Okay. Kwa hiyo tunapozungumzia Sheikh Sharifu Mikidadi Robert Matongo, hili si rakabu tu kwamba ni sifa ambayo umepewa, hili ni jina lako rasmi ambalo ulijichagulia baada ya kuingia katika Uislamu. Naam, hili ni jina langu rasmi niliyochagulia. Mwanzo ilikuwa ni Sheikh Sharifu Morris Robert Matongo, ndio kabla ya mzee kuwa Muislamu. Sawa sawa. Mwenyezi Mungu alipojalia mzee wetu aliposilimu takriban ilikuwa ni mwaka 94, yeye ndo aliona haki akaingia katika Uislamu. Mashaallah. Baada ya mjadala mrefu, baada ya kupitana kurefu, baada ya mambo mengi, ndio alipoingia kwenye Uislamu yeye akachagua jina la Mikidad. Ndio. Basi na mimi sasa ndio ikawa rasmi Sheikh Sharif Mikidadi Matongo. Okay. Labda kwa watu ambao wanaopenda kuweza kujua, kimepita kipindi kirefu sana, imekuwa kuna ukimya mwingi sana, na watu wengi wamekuwa ni wenye kufananisha kwamba panapotokea mtu akawa na kuitwa Sheikh Sharifu basi hufikiria kwamba ni yule Sheikh Sharifu wa Tabora. Sasa labda tuweze kujua ukimya huu wa kutokuonekana katika muda mrefu umesababishwa na nini? Ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya shughuli gani katika kipindi chote? Toka Mwenyezi Mungu aliponijalia mimi nimekuwa ni mtu mwenye kufanya kazi za dawa, za kufanya mihadhara, lakini si tu Tanzania, nje ya Tanzania. Nimefika takriban karibuni miaka miwili mimi nilikuwa siko ndani ya Tanzania, na nimekuwa nikizunguka kufanya dawa. Na unajua sisi dawa zetu ni dawa zile za kiwanjani, tunafanya mihadhara. Kwa hiyo sikupatiliza sana mambo haya ya media. Ndio. Lakini wamekuja vijana wengi, mashallah, wanafanya kazi nzuri, ni kazi ya dawa. Lakini ndio hivyo sasa, ile rakab na watu wengi baada ya kuona mimi nilivyotokaga nilikuwa mdogo nika Sheikh Sharif, basi wakapenda ile rakab kuwa wanatumia, ndio mtu analisha Sheikh Sharif fulani, Sheikh Sharif fulani. Ni katika tu kupambana na katika kufanya kazi ya dawa, na wanajitahidi wanafanya kazi nzuri ya kupeleka Uislamu mbele. Mashaallah. Labda kingine ambacho tunaweza kuweza kupata faida kwamba ni siku nyingi ni kwamba haujaonekana katika media ukiwa unafanya kazi ya dawa, na leo tumepata nafasi ya kuweza kukutembelea hapa nyumbani kwako. Labda kwa muhtasari, ni kipi ambacho unaweza ukatupa kama usia katika muda wetu mchache tuliokuwa nao, ambao unaweza ukatufaa sisi Waislamu, lakini pia ukawafaa wasiokuwa Waislamu na katika jamii nzima ya kibinadamu? Una kipi ambacho unaweza ukakizungumza ambacho unahisi hiki kikitufikia basi jamii yetu itanufaika kupitia yale ambayo utakayozungumza? Kwanza kikubwa ambacho napenda kuzungumza ni watu wengi wamrudie Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana leo dunia ni dunia ya globalization, ya utandawazi, kuna vitu vingi, lakini kila inapozidi watu ndo wanazidi kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Inabidi tumrudie Mwenyezi Mungu. Watu wengi leo wamekuwa wana matatizo, wana shida. Kila ukikaa ukisikiliza visa vya watu, ni watu kulalamika, mitihani hii, hatuna kazi, hatuna hivi. Kikubwa ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwanza anatuambia katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Allah anatuambia alif lam mim. Mwenyezi Mungu ameanza kwa kutuuliza ahasiba an-nasu an yutraku, hivi mnadhani watu mtaachwa an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kwa sababu mnasema mmeamini tu, kwa sababu unaswali, kwa sababu unatoa zaka,
ndio itakuwa sababu nyinyi Mungu asikupeni mitihani. Walakad fatanna alladhina min qablikum, Mungu anasema alishawapa mitihani waliokuwa kabla yetu. Bimaana mitihani ambayo unayo wewe leo, unaumwa leo, una maradhi leo, umelala leo, kazi yako haiko sawa, mitihani hii waishapata waliokuwa kabla yetu, tena wengine waliokuwa mitume. Wala usione kwamba kuna mtu anapata mitihani akaalamika, Mwenyezi Mungu mbona ananiacha mimi, mbona hivi, mbona Mwenyezi Mungu anisikilizi. Wako mitume walipata mitihani. Mwangalie Nabii Allah Ayub 18 sana wa huwa ala sariri, alilala miaka 18 katika maradhi. Ikafikia pala mpaka watu wakasema lakana nabiyyan lamabtalahu Allah bihadha almubtala, huyu si mtume wa Mwenyezi Mungu, angekuwa mtume asingepata maradhi haya. Lakini solution yetu ya haya yote na utupata ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Allah Ayub baada ya kuumwa muda mrefu alimwambia Mwenyezi Mungu, alimuomba Mwenyezi Mungu, Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairu, alimwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi inni masani yadhurri wa anta arhamar rahimin, Mwenyezi Mungu mimi nimepata maradhi, nimedhurika, ni rehemu. Kwa hiyo alirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo solution kubwa ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mitihani iko. Kuna mitihani ambao ni maradhi na kuna mitihani ambayo inatokana pia na sihiri, uchawi, vitu mbalimbali. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimuumba mwanadamu, Mwenyezi Mungu amempa nyota yake. Wasema nyota, yani kuna mambo Mwenyezi Mungu amekukadiria mwanadamu shahali. Naam. Haya mambo toka mtu anapozaliwa. Ndio. Labda wewe shahali unaweza kuwa umekadiriwa kuwa uje kuwa waziri. Hayo makadiri ya Mungu. Naam. Lakini kuna kiumbe kinaitwa shetani, chenyewe kawaida yake ni kujaribu yale Mungu mazuri aliyotaka kumkuta mwanadamu yasikufike. Shetani atapambana na hali hiyo. Wewe labda ulikuwa leo uwe waziri, lakini shetani anapambana mpaka anakutoa katika ile sehemu yako uende ukauza nyanya. Na hili sizungumzi mimi, angalia Nabii Allah Yusuf. Nabii Allah Yusuf aliota ndoto akamwambia baba yake, inni raaitu 11 kawkaban washamsu walqamara raaituhum li sajidin. Baba, nimeota nyota na mwezi vinanisujudia. Mzee wake kwa sababu naye alikuwa mtume akajua hii ni ishara ya mwanangu kuwa mfalme ama ishara ya mwanangu kuwa mtume, akamwambia ya bunayya la taksur uyaka ala ikhwatuk. Mwanangu, jambo lako usiwaambie ndugu zako. Ndio. Kwanza tunafundishwa kitu gani hapa? Tunafundishwa kwamba unapokuwa una taarifa nzuri jaribu kuwa nayo. Watu wengi leo tunaharibikiwa kwa sababu ya kusema mazuri yetu. Na karibia kupata kazi ukatoka ukatangaza, kumbe kuna mtu unayemwambia ana husda na wewe. Si kila mtu anapenda ufanikiwe. Sawa. Kuna msaada anataka nipate. Kwa kwanza Mwenyezi Mungu lesson ya kwanza anatufundisha kwamba unapokuwa na jambo jaribu kukaa nalo siri. Halafu kingine anamwambia siwaogope ndugu zako, inna shaytana lil insana aduwwun mubin. Shetani ni adui kwa wanadamu. Bimaana shetani ndio katika pointi yetu anaweza kufanya usifikie yale malengo ambayo unayo, ambayo Mungu ametaka kufikia. Shetani huwa anapambana. Sawa. Na kweli Yusuf akaona hawa si ndugu zangu tu. Ndio. Ndugu zake wakaingia mpaka ikafikia pala, ni story ndefu, wakataka kumuua. Ndio. Ukutulu Yusufan au turahuhu ardha, tumuue huyu Yusuf ama tumtupe kisimani. Mmoja wao kwa sababu ile damu ya undugu akasema tusimuue, walikuhu fi ghayabatil jubbi, tumtupe kwenye kisima. Lakini bimaana haya yote Yusufu Mwenyezi Mungu akamrudisha kaja kuwa mtume na mfalme, kwa sababu kwanza alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wewe akikukuta haya unafanya vipi? Inatakiwa umuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna watu katika maisha yetu unamkuta mtoto wako ni mzuri shuleni, abqari hafidh, bingwa wa kuhifadhi, anasoma vizuri, anakuwa namba 1, anakuwa namba 2, alafu shetani anaingia hasadi na yule mtoto. Mwanao anaanza akirudi shule kwa baba anasikia kichwa kinauma, sioni vizuri. Matokeo yake mtoto alikuwa namba 1 anaanza kushuka namba 3, namba 4, mpaka unashangaa mtoto wangu alikuwa anaelewa vizuri, mara mtoto anakuwa haelewi tu.
Kuna watu leo wanafanya kazi zao, mtu akiajiriwa katika kazi anakuwa vizuri, watu wanampenda ofisini, wanampa ushirikiano, lakini baadaye shetani anatia hasad, ama mtu anamfanyia sihiri yule mtu. Huyu mtu amekuja hapa ofisini kwetu leo, yeye anaonekana bora, basi yule mtu mara anaanza kukosea. Faili la mkurugenzi anapeleka kwa sekretari, anaharibu mambo. Watu wanaingia saa 2 asubuhi ofisini, anakuja saa 9. Mpaka management naona bana, huyu mtu hatufai, lakini kumbe uwezo wako ulikuwa ni mzuri tu. Lakini watu wanakufanyia hasad, watu wanakufanyia sihiri. Haya yote haya tunayamaliza vipi? Watawakkal ala Allah. Mwisho wa yote ni kukaa na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na waliofanikiwa wote walimuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwangalie Nabii Allah Zakaria, amekaa muda mrefu hajapata mtoto. Ndiyo. Lakini akasimama akamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa habna lahu. Mungu akamjalia, akamjibu, akampa mtoto. Angalia Nabii Allah Yunus pale alipokuwa ameondoka na ikafikia pahala akamkosea Mwenyezi Mungu, akamezwa katika tumbo la samaki. Alimwambia Mwenyezi Mungu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, fanajainahu minal hammi. Mwenyezi Mungu akamtoa katika ile tatizo, na Mungu akatuambia, lau kana Yunus minal musabbihin. Huyu Yunus asingemtaja Mungu, la labisa fi batni hata yaumi yubathun, angekaa mule katika tumbo mpaka siku. Kwa hiyo matatizo yetu ambayo tunayo, una financial problem, una hali ya kiuchumi, riziki zako haziendi sawa, ndoa yako haiendi sawa, ukifanya biashara wewe ni mtu akupata hasara tu, ukiwa una pesa haikai, una maradhi ambayo yanadumu, una maradhi ambayo kila mara wewe unaumwa, wa kumtegemea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muombeeni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yuko radhi kutujibu, Mwenyezi Mungu yuko tayari kutupokelea maombi yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, udhuuni astajib lakum, niombeni mimi. Allah yuko radhi, Allah yuko radhi, na Mwenyezi Mungu harudishi maombi ya mja. Ukimwomba Mwenyezi Mungu bihaki tawakkuli, kwa haki ya yule unayemuomba, kwamba huyu ninayemuomba ni Allah na Mwenyezi Mungu huyu ni anajibu, na mimi ndo tegemeo langu, basi Mungu hata kutupa mkono. Labda Shekhe, kuna kitu kimoja katika haya ambayo umeyazungumza. Tunahitaji kuweza kupata faida katika TV yetu. Ni kwamba umezungumzia kwamba mtu anapopata matatizo basi anahitaji kuweza kutawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika kumbukumbu zangu nakumbuka kwamba miongoni katika vitu ulivyokuwa ukivifanya katika hadhara ni pamoja na kufanya dua. Katika hadhara kuweza kufanya dua pamoja na watu, kama itakuwa binafsi au itakuwa hadharani. Je, hili jambo latokea utotoni mpaka hivi sasa, utaratibu huu unaendelea nao? Naam, tunaendelea kwa sababu ni kazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tuifanye. Ndio. Kwa hiyo mihadhara kama hii tunaendelea, lakini pia dua tunafanya. Okay. Tunaombea watu dua, mtu mwenye haja yake, mwenye matatizo yake, ni Allah ametaka tulifanya hili, basi tunaendelea nalo. Na kama mtu labda anahitaji kuweza kukutana na wewe, ni kitu ambacho kinachowezekana? Kinawezekana, kwa sababu tuko kwa ajili ya kusaidia watu, tuko kwa ajili ya kukaa pamoja na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kutawakkal pamoja, kwa jambo ambalo linawezekana. Ndio. Tunapatikana ndani, namba zangu unazo, tawatajia wale wenye kuhitajia, na kikubwa kama tulivyosema, kila jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mweke mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa sawa. Mweke Mwenyezi Mungu mbele, na Mwenyezi Mungu atakunusuru tu. Mungu hawezi akakuacha mkono, Mwenyezi Mungu atakunusuru tu. Na Mwenyezi Mungu amanusuru watu wengi. Na hapo maradhi yote yanatibika. Siku moja alikuja mtu Sheikh Ali. Naam. Kipindi hicho nikiwa mdogo takriban kama na miaka 8. Ndio. Tuko katika nchi ya Kenya. Ndio. Kaja kijana mmoja, yule kijana alikuwa ana maradhi, anatoka damu puani. Kijana mmoja wa Kihindi, tena si Muislamu, ni hawa Baniani. Yule kijana anatoka damu puani,
damu zinatoka shekari, anakuja na mtu amekaa naye, wanaweka taulo hivi. Taulo inaweka ile damu inajaa, lakini maajabu damu ikitoka sana mtu huwa anaishiwa damu. Lakini mtoto haishiwi damu, lakini damu inatoka, taulo anashika hivi inajaa damu. Basi akaletwa pale, mimi nilikuwa nacheza kipindi hicho na mpira, marehemu akaniita, njoo shekhe njoo. Basi nikafika pale, nikachukua maji nikasomea, nikampa yule, mimi nikaendelea zangu kucheza. Wale wakaondoka. Siku ya pili yake imekuja timu ya Wahindi. Tunataka tumuone, tunataka tuone ile kijana. Ndio tunapewa story, kumbe yule kijana alipata matatizo. Baba yake alikuwa ni tajiri sana, kama watu wa Kenya kuna mtu mmoja alikuwa na supermarket zinaitwa Nakumatt zamani. Yule kijana yale maradhi yamedumu ndani ya miaka 3. Baba yake alikuwa na fedha, kampeleka Ufaransa, kampeleka wapi, kampeleka kila sehemu. Ikashindikana yule bwana kupona yule mtoto wake. South Africa wapi, mpaka akawa na daktari anayemwangalia. Wale mabwana walikuwa wana dereva wao ni Muislamu. Yule dereva siku moja aliposikia sisi tuko pale katika mji wa Nakuru, akamwambia kuna shekhe wetu yuko hapa. Yule mzee akamwambia hii kisha shindikana pote. Tumekwenda kila sehemu imeshindikana. Hata wakati anaongea vile yule bwana alikuwa yuko yeye na mkewe. Mkewe akasikia yale maneno. Unajua wakina baba ni watu ambao huwa rahisi ukaratama, lakini wakina mama ni watu ambao huwa wanahangaika sana. Yule mama akamwambia yule dereva, unasema kweli iko mtu anaweza kamba kuna shekhe wanakwenda watu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu? Akamwambia chukua itoto enda nayo. Kule akamleta. Tulivyompa yale maji yule kunywa, kufika nyumbani tu, wanatoka pale kufika nyumbani, ile damu yule mtoto imekata. Wanasema hii imekata, wakasubiri ama itatoka. Na hicho kitu hakijawahi kusimama ndani ya miaka 3. Ama itatoka tena. Mpaka usiku wake, siku ya pili imekuja yule baba anasema sema kitu yoyote mimi nifanyie. Mashaallah. Kipindi hicho mimi kwa mdogo nikamwambia nataka basikeli. Sawa. Lakini wale walikuwa si Waislamu, kwa Mwenyezi Mungu anajibu dua kwa mtu yoyote. Naam. Mwenyezi Mungu anajibu dua kwa mtu yoyote, lakini yule mtoto na yule mama akasema sisi tunataka kuwa Waislamu. Mashaallah. Wakasilimu. Mashaallah. Na kipindi hicho mzee akamnunulia gari. Mashaallah. Kipindi hicho fahamu. Kwa hiyo na kuonesha kwamba usikate tamaa. Ndio. Wala takmatu min rahmatillah. Msikate tamaa na rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu yuko karibu kujibu. Usione kwamba umehangaika muda mrefu, usifike pala ukakata tamaa. Kisia kuna dua, kuna visomo sehemu, kuna nyiradi umepata, soma, usikate tamaa kwa sababu mimi nishateseka sana. Usikate tamaa kwa sababu Mungu kila mtu kuna time yake ameweka ya kumjibia dua yake. Kwa unaweza ukata tamaa, kumbe kipindi chako ndio kilikuwa kimefika. Kwa jibidiishe, hangaika. Na Mwenyezi Mungu atakujibu na Mwenyezi Mungu atakufungulia. Inshallah. Penzi mtazamaji, tukiwa tunaelekea ukingoni katika kipindi chetu hiki, ni kwamba kama alivyozungumza Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo, ni kwamba anapatikana katika mji huu wa Dar es Salaam, katika jiji la Dar es Salaam, katika maeneo ya Kigamboni, lakini pia utaratibu ule ambao alikuwa nao tokea utotoni wa kufanya dua kwa watu, basi utaratibu ule bado unaendelea, ikiwa katika hadhara au ikiwa katika masuala mazima ya ubinafsi kwa maana ya private. Sasa kwa ruksa yake naomba nitoe namba yake ya simu kwa wale ambao watakaohitaji kuweza kuwasiliana naye katika mambo ya ushauri, katika masuala ya dua, basi wanaweza kumpata Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo kwa kutumia simu namba 0632 42 74 78 0632 42 74 78. Muda wote ukipiga simu hii basi itapokelewa na utapata maelekezo kwa wale ambao watakaohitaji kuja kuonana na Alhaji Sheikh Sharifu Mikdad Robert Matongo, kwa sababu mimi binafsi nashuhudia kwamba watu wengi wamepata faida kupitia katika dua ambazo wameweza kuziomba. Kwa hiyo tutumie nafasi hii. Waingereza wanasema opportunity never come twice. Kwa kufunga kipindi chetu, napenda kumkaribisha Sheikh Sharifu kwanza aweze kutuombea dua,
ili Mwenyezi Mungu apate kutufanyia sala, lakini pia katika nchi yetu Mwenyezi Mungu ajalie tuweze kupata utulivu, waliokuwa katika madaraka basi waweze kuwa na huruma kwa watu, lakini vile vile tuweze kusikilizana na Mwenyezi Mungu aweze kuituliza nchi yetu iendelee kuwa na amani hii ambayo tunayo. Na kama una neno la mwisho basi unaweza kutuongezea, kisha baada ya hapo uweze kutuombea dua tumalize kipindi chetu katika siku ya leo. Kwanza ni kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie amani katika nchi hii. Mwenyezi Mungu amekuwa ametubariki katika ukanda huu wa Afrika, nchi yetu imekuwa ni yenye amani. Basi Allah Subhanahu wa Ta'ala hii amani aidumishe, kwa sababu amani ni rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Nabii Allah Ibrahim, kabla ya kumwomba Mwenyezi Mungu hela, kabla ya kumwomba utajiri, alimwambia Allahumma ja'al hadha balada amina, Mwenyezi Mungu jalia nchi hii iwe ya amani, kisha uwaruzuku watu wake. Bimaana kama amani hamna, hata Mungu haikupa riziki. Tunaona nchi watu leo hawasomi, watu hawauzi na kununua kwa sababu amani hamna. Leo hapa leo unaweza ukatoka ukaamka ukaenda popote kwa sababu amani. Amani ikitoweka miji inaharibika, watu wanaharibiwa vitu vyao, watu mali zao watu zinaharibika. Kwa hiyo amani Mwenyezi Mungu aidumishe, lakini Mwenyezi Mungu atuhifadhie pia kiongozi wetu, mama yetu, rais wetu, Mwenyezi Mungu amhifadhi na ampe afya njema na wanamsaidia. Lakini Allah pia adumishe amani katika East Africa yetu hii ambao tunashirikiana. Mungu ajalie amani iwe ni ya kudumu. Mwenyezi Mungu atupe mapenzi baina yetu sisi na sisi. Lakini Allah awape shifa wote wanaumwa ambao wako nyumbani na hospitalini. Mwenyezi Mungu awafungulie wale wote ambao wazungu wanasema wana struggle na maisha, wana ugumu wa hali za kimaisha. Mwenyezi Mungu awape faraja. Na kila mwenye kuhitaji faraja Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe faraja. Kwani hakuna mwenye kutupa faraja isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yarfa lana wa lakum insha Allah, wa nuqaddiru al-miqdar fi hadhihi ad-dar wa bidhilka ad-dar. Barakat hadha Nabil Mukhtar, wa ja'alna ma qara'na ma sami'na ma hadarna fi hadha al-mashhad fi hadha al-majlis insha Allah tariqan lana wa lakum wa sahibul makan, wa tariqat bat insha Allah bi ahlina wa salafina wa bi shayakhina wa bi rijalina alladhina ja'alahum Allah سبحانه وتعالى طريقة الحبيب الأكرم النبي الأفهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نحن من حضر معنا ذلك في هذا الجود والمن والفضل والكرم. أكرمنا اللهم يا كريم بالتبات هذا النبي الكريم، وظهرنا سر هذا الحبيب الأفهم النبي الأكرم في أقوالنا وأفوالنا وحركاتنا وسكناتنا وظاهرنا وباطننا، وبارك اللهم لنا في المولود، وجعلنا صوت خير على أهلي وعلى ضوي وعلى محبين وعلى كل من حضر في هذه المجلس أجمعين. بارك اللهم لنا في أولادنا وفي إخواننا وفي أهلنا وفي أزواجنا وفي قرارينا وفي محبينا وفي تلاميذنا وفي كل مرتبة بنا، واجعلنا وإياكم مرتبطين إن شاء الله بالرجال وأهل الكمال في هذه الدنيا يوم المآل. وربطنا بحبيب الأكرم مولى بلال في كافة الأحوال. اللهم لا تباعد بيننا وبين هذا النبي بذنوبنا ولا بتقصيرنا ولا بجرائنا الحق الفر بالحزن، ولا تجزأ سر بالمحر، واجعل أهل لكل سر، واجعل أهل لكل نظر، واجعل أهل لكل تجلي، واجعل أهل لكل تهلي، واجعل أهل لكل عطاء، واجعل أهل لكل كرامة، واجعل أهل لكل رحمة ترحم بها عبادك الصالحين في ليلهم أو نهارهم أو مجالس قراءتهم أو مجالس ذكرهم أو مجالس صلوا عليك صلى اللهم أن تجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا شاهد علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، أن تقرب بها إلى جناب النبوي إن شاء الله وإلى مقام الأبوي. يدخلنا مولانا بسر هذا الحبيب ونراه في هذه الدنيا في الآخرة راضي عنا، وأب اللهم النظر إلى وجهك الكريم، وجعل أهل لذلك وأحينا لما هنالك. بعد بيننا وبين النفس وبين الشيطان وبين الهوى وبين الدنيا، وما طلبناهم وما رجوناهم وما طلبناهم وما أردناهم وما رجوناهم وما طلب إخواننا في هذه الساعة وفي هذه المكان. سألناك يا مولانا بسر هذا النبي الكريم الذي جعلت الصلاة عليها وجعلت الذكر وجزء من ذكرك وجزء من شكرك وجزء من حسن عبادك، أن تقبل منا وتعافينا وتعفو عنا وترحمنا. اللهم ببركتك إظهر وأثرها لنا في كل حال، وبارك اللهم لنا في الأقوال وفي الآمال وفي النيات وبارك اللهم لنا في من حضر في معنا في هذه الساعة. Mwenyezi Mungu tufanyie pesi katika maisha yetu ya Rabbi, wewe ndio wakutufariji Mola wetu, hatuna Mola mwingine isipokuwa ni wewe ya Rabbi. Mwenyezi Mungu afanyie pesi wote wanaoumwa ya Rabbi, tupe shifaa katika mili yetu, tupe shifaa katika mijumba yetu, tupe shifaa katika shughuli zetu ya Rabbi. Bariki biashara zetu ya Rabbi, bariki makazi yetu ya Rabbi, bariki kila ambacho tunakifanya ambacho tunakihitajia kuwa kinatija kwetu. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sallam fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin. Mpenzi mtazamaji, asante, tuendelea kusubscribe TV yako, channel yako ili uendelee kupata vitu vingi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.